Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026, ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube. Kisha unajiabone na comment, vile vile una partager ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Na basi kama utakuwa tayari umeshafanya vile kwa kutaka kuwasiliana nasi, basi usikose kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video au kwenye picha, na ukatuita au kutuandikia kwenye WhatsApp na ukatujuza kwanza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako baada ya kusikiliza taarifa yetu ya habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uchambuzi wa kina kupitia taarifa hii. Karibu. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama katika eneo za nyanda za juu za Minembwe mkoani eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini imeendelea kuzua wasiwasi baada aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Azarias Ruberwa kuonya kuhusu uwezekano wa kurejea kwa mapigano makubwa katika eneo la Minembwe. Ruberwa alitoa kauli hiyo wakati wa mjadala moja kwa moja ulioandaliwa na mwandishi wa habari Stani Bujakera Chiamala. Katika maelezo yake alisema kwamba licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano, hali hiyo haijatekelezwa kikamilifu na ukiukwaji unaendelea kuripotiwa na pande mbalimbali. Kwa mujibu wa Ruberwa, wakazi wa Minembwe walikuwa wamepata kipindi cha takriban miezi miwili cha utulivu wa kiasi. Hata hivyo, alisema hali imeanza kuwa ya wasiwasi tena kutokana na taarifa za mashambulizi ya anga katika eneo hilo, jambo analoliona kwamba ishara ya uwezekano wa kurejea kwa shughuli za kijeshi. Hapo ndipo hofu kubwa inapojitokeza. Endapo mapigano yataendelea, raia ambao tayari wameathiriwa na migogoro ya muda mrefu wanaweza tena kulazimika kuondoka katika eneo zao. Mbali na masuala ya kijeshi, Rubero alisitiza hali ya maisha ya wananchi wa Minembwe. Alidai kuwa wananchi wanakabiliwa na matatizo makubwa ya kupata masoko na mahitaji ya msingi kutokana na kile anachokiita kuzuiwa kwa shughuli za kawaida za kiuchumi. Pia alizungumzia uharibifu wa nyumba, shule, vituo vya afya, makazi na mifugo pamoja na kuhama kwa watu. Kwa maoni yake, hali hii inahitaji hatua za haraka za kulinda raia na kuruhusu shughuli za kibinadamu na kiuchumi ziendelee. Ruberwa pia alikosoa namna ambavyo operesheni za kijeshi zinazoendeshwa katika eneo la Minembwe. Alisema haoni mantiki ya kutafuta suluhisho ya kijeshi pekee katika eneo ambalo tayari limeathiriwa na migogoro ya muda mrefu. Alisitiza kwamba kurejesha mamlaka za serikali katika maeneo yote ya Kongo ni wajibu wa serikali, lakini kwa mtazamo wake hilo linapaswa kufanyika kupitia mchakato wa kisiasa na mazungumzo badala ya kujaribu kulazimisha suluhisho kwa nguvu. Katika maelezo yake alitoa wito wa kuangaliwa kwa hali ya usalama katika maeneo yote ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mtazamo mmoja badala ya kuangazia eneo moja pekee. Ruberwa pia alizungumzia historia ya Twirwaneho, kundi linalojilinda linalohusishwa na jamii ya Banyamulenge katika eneo hilo. Kwa mujibu wa maelezo yake, kundi hilo lilibuka katika mazingira ambayo kulikuwa na kuongezeka kwa uwepo wa makundi yenye silaha katika maeneo ya Minembwe na nyanda za juu zinazozunguka eneo hilo. Alisema mazingira ya usalama yanaendelea kuwa magumu na hatimaye Twirwaneho ikawa sehemu ya mjadala mpana kuhusu usalama wa eneo la Minembwe na uhusiano wake na makundi mengine yenye silaha. Hata hivyo, masuala haya yana mitazamo tofauti kutoka kwa wahusika mbalimbali wa migogoro huo. Kwa hiyo madai ya kila upande unapaswa kutazamwa kwa tahadhari na kutenganishwa na taarifa zilizothibitishwa. Moja ya hoja kubwa katika kauli ya Ruberwa ni kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mtazamo wake, makubaliano ya kusitisha mapigano hayawezi kuwa na maana ikiwa yanaendelea kukiukwa na pande zinazohusika. Alilinganisha hali hiyo na makubaliano ya Lusaka ya mwaka wa 1999, yani 1999, akisitiza kwamba mara makubaliano yanapofikiwa, wajibu wa kuyaheshimu unawahusu wahusika wote.
Pia alitaja umuhimu wa mazungumzo yanayoendelea katika ngazi za kidiplomasia, akisema suluhisho la kudumu linahitaji utashi wa kisiasa na utamaduni wa amani. Minembwe ni eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na migogoro ya kiusalama na kijamii. Kwa hiyo taarifa kuhusu kurejea kwa mapigano ni jambo linaloweza kuwa na hatari kubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Kwanza, mapigano yanaweza kusababisha ongezeko la watu wanaohama. Pili, shughuli za biashara, kilimo na elimu zinaweza kuvurugika. Tatu, hali ya sintofahamu inaweza kuongeza mvutano kati ya jamii zinazokaa katika maeneo ya juu ya Kivu Kusini. Na nne, kurejea kwa mapigano kunaweza kudhoofisha juhudi za kisiasa zinazolenga kufikia makubaliano ya amani. Ndio maana wito wa Ruberwa wa kile alichokiita amani ya mashujaa unaelezwa zaidi kwenye kuacha jaribio la kulazimisha suluhisho la kijeshi na kutafuta njia ya mazungumzo. Kwa sasa kauli ya Azarias Ruberwa imeongeza mjadala kuhusu mustakabali wa usalama wa Minembwe na nyanda za juu za Kivu Kusini. Kinachotia wasiwasi zaidi si tu uwezekano wa kurejea kwa mapigano, bali pia madhara ambayo yanaweza kuwapata raia endapo hali ya usalama itazidi kuwa mbaya. Ujumbe mkuu unaotokana na kauli yake ni kwamba amani ya kudumu haiwezi kujengwa kwa nguvu ya kijeshi pekee. Kwa wananchi wa Minembwe, kinachohitajika ni usalama, uhuru wa kufanya shughuli zao za kawaida na nafasi ya kuishi bila hofu ya kuanza tena kwa mapigano. Na kwa upande wa viongozi na wapatanishi, changamoto kubwa sasa ni kuhakikisha kwamba wito wa kusitisha mapigano unabadilika kutoka kwenye makubaliano ya kisiasa na kuwa hali halisi yanayolindwa katika maeneo ya walioathirika, kwa sababu mwisho wa mgogoro haupimwi kwa nani ameshinda uwanja wa vita, bali pia idadi ya raia watakaoweza kurejea nyumbani na kuishi kwa amani. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano makali yameripotiwa siku nzima ya Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika kijiji cha Kanune kilichopo katika groupement ya Ikobo, eneo la Wanianga, katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalihusisha wapiganaji wa Wazalendo na wanachama wa M23 na kusababisha kifo cha kijana mmoja pamoja na kuwalazimisha wakazi wengi kuondoka au kukimbia makazi yao kitafuta sehemu ambayo yanaonekana kuwa salama zaidi. Taarifa kutoka eneo hilo zinaeleza kwamba kijana huyo alipigwa risasi wakati mapigano yalipokuwa yakiendelea. Alijeruhiwa vibaya na baadaye alifariki dunia kutokana na majeraha aliyoyapata. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vilinukuliwa na vyombo vya habari vya eneo hilo, mapigano yalianza baada ya Wazalendo kufanya shambulio dhidi ya nafasi za kijeshi zinazodhibitiwa na M23. Ilikuwa katikati ya Kanune, upande wa kaskazini mashariki mwa kijiji hicho. Baada ya shambulio hilo, milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu, huku pande zinazopigana zikabiliana katika eneo hilo. Hali hiyo ilisababisha hofu kubwa miongoni mwa raia ambao walazimika kuondoka Kanune kuelekea katika vijiji vya jirani. Miongoni mwa maeneo yaliyopokea wakazi waliokimbia ni Buleusa, ambao ni makao makuu ya groupement ya Ikobo. Mkazi mmoja aliyenukuliwa na vyanzo vya ndani alisema kwamba yeye na wakazi wengine walifika Buleusa tangu saa za jioni za Jumatano baada ya mapigano kuanza huko Kanune. Kwa mujibu wa ushuhuda huo, kijana mmoja alijeruhiwa kwa risasi wakati wa mapigano na baadaye alifariki. Kinachoonekana wazi katika tukio hili ni kwamba mapigano hayaathiri tu wapiganaji, bali pia yameanza tena kusababisha hofu na kuhama kwa raia. Wakazi wa Kanune pamoja na maeneo mengine ya Ikobo wamekuwa wakiishi katika hali ya utulivu wa kiasi kwa miezi kadhaa tangu maeneo hayo kuchukuliwa na waasi wa M23. Hata hivyo, kurejea kwa mapigano kunazua wasiwasi mkubwa kwamba utulivu huo unaweza kuvunjika na kusababisha wimbi jipya la wakazi kukimbia makazi yao. Kwa sasa taarifa eneo hilo zinaeleza kwamba hali ya kijeshi imekuwa katika hali ya kusubiri, huku pande zinazohusika zikibaki katika maeneo hayo. Tukio hili linatokea wakati wananchi wakijiandaa kwa kuanza mwaka mpya wa masomo unaotarajiwa kuanza tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2026.
Hali ya usalama katika eneo la Kanune, Buleusa, Rusamambu na vijiji vingine vya Ikobo inaweza kuwa na hatari kubwa kwa shughuli za elimu endapo mapigano yataendelea. Wazazi wanaweza kusita kuwapeleka watoto wao shuleni iwapo maeneo hayo hayatakuwa salama. Walimu na wafanyakazi wengine wanaweza kushindwa kufika katika maeneo yao ya kazi kutokana na hofu ya mapigano. Mbali na elimu, usalama pia unaathiri shughuli za kiuchumi. Wananchi wanaweza kushindwa kwenda mashambani, masokoni au kufanya biashara kwa uhuru kutokana na hofu ya kukumbwa na vita. Kurejea kwa mapigano Kanune ni ishara kwamba utulivu uliokuwa umeonekana katika baadhi ya maeneo ya Ikobo bado ni ya muda na unaweza kuvurugika kwa urahisi. Eneo la Walikale lina umuhimu mkubwa kutokana na nafasi yake ya kijiografia na uhusiano wake na maeneo mengine yenye mzozo kaskazini mwa Kivu. Mapigano kati ya wazalendo na waasi wa M23 yanaendelea katika maeneo ya vijijini. Raia mara nyingi huwa miongoni mwa watu wanaobeba mzigo mkubwa wa vita vinavyoendelea katika eneo hizo. Kifo cha kijana mmoja kinachoripotiwa Kanune kinaonyesha hatari ambayo raia wanakabiliwa nayo wakati mapigano yanapoelekea karibu na maeneo ya wananchi. Jambo lingine la kuangaliwa ni uwezekano wa kuongezeka kwa uhamiaji wa watu ikiwa mapigano yataendelea. Buleusa na vijiji vingine vya jirani vinaweza kulazimika kupokea idadi kubwa zaidi ya wakazi wanaokimbia, jambo ambalo linaweza kuongeza mahitaji ya chakula, makazi, huduma za afya na usalama. Kwa sasa Kanune imetulia kwa kiasi baada ya mapigano makali ya Jumatano, lakini hali ya usalama bado inafuatiliwa kwa karibu. Wakazi wanaziomba mamlaka kuchukua hatua za haraka za kurejesha usalama na kuzuia mapigano zaidi kati ya wazalendo na waasi wa M23. Kwa wananchi wa Ikobo, kinachotakiwa zaidi ni kurejea kwa utulivu ambao uliwaruhusu ili waruhusiwe kuendelea na shughuli zao za kila siku, huku watoto pia inatarajiwa pia waanze shule tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2026. Lakini ikiwa mapigano yataendelea, hofu kubwa ni kwamba usalama wa raia, elimu na shughuli za kiuchumi katika eneo hilo vitaendelea kuathirika na kusababisha hali ya sintofahamu katika kijiji hicho na eneo nzima ya Ikobo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mapigano makali yanaendelea katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mkoa wa Kivu Kusini, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyolenga kupunguza mapigano na kutuliza hali ya usalama. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo kadhaa vya eneo hilo, mapigano ya siku kadhaa yameendelea kati ya muungano wa M23 unaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda dhidi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na makundi ya wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la serikali. Katika mashambulizi hayo, taarifa zinaweza kuwa M23 imeweza kuchukua udhibiti wa maeneo mbalimbali katika groupement ya Ziralo katika eneo la Kale mkoani Kivu Kusini. Mashambulizi hayo yameripotiwa kufanyika kwa kutumia vikosi vya ardhini pamoja na ndege zisizo na rubani maarufu kama drone zinazotumika katika mashambulizi. Mmoja wa maeneo yanayotajwa kutwaliwa ni Remeka, huku taarifa zikieleza kuwa wapiganaji hao wanaendelea kusonga mbele kuelekea upande wa Ombo. Pia kuna taarifa tofauti zinazodai kwamba Remeka imeangukia mikononi mwa waasi wa M23 katika eneo la Ufamando, eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Hali inaonyesha kuwa mapigano hayako tena katika eneo moja pekee, bali yanaweza kuathiri maeneo ya mpakani kati ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, ambako harakati za vikosi vya pande zinazopigana zimekuwa zikibadilika mara kwa mara. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, moja ya malengo yanayodaiwa kuwa nyuma ya kusonga mbele kwa waasi wa M23 ni kufikia eneo la Bunyakiri. Iwapo nguvu hiyo itaendelea kusonga kuelekea huko, inaweza kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati. Bunyakiri iko katika eneo ambalo linaunganisha njia mbalimbali muhimu za usafirishaji na mawasiliano ndani ya eneo la Kivu Kusini. Udhibiti wa eneo hilo unaweza kusaidia kubadilisha mstari wa mapigano na kusogeza mbali na maeneo yanayozunguka ziwa la Kivu. Pia unaweza kuathiri njia zinazotumiwa na kwa kusafirisha wanajeshi
chakula, silaha na vifaa vingine vya kikosi vinavyounga mkono serikali. Kwa upande mwingine, hatua hiyo inaweza kuongeza shinikizo kwa vikosi vinavyodaiwa kuwa vimeelekezwa upande wa Mwenga na hivyo kuifanya hali ya kijeshi katika eneo la Kivu Kusini kuwa ngumu zaidi. Jambo linalozua wasiwasi zaidi ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Makubaliano yaliyofikiwa kupitia juhudi za amani za kikanda zilizokuwa na lengo la kusimamisha mapigano, kuzuia kusonga mbele kwa vikosi na kuweka mazingira mazuri ya mazungumzo ya kisiasa. Lakini kinachoonekana kwenye uwanja wa vita ni tofauti. Badala ya kusimama kwa mapigano, taarifa zinaendelea kuripoti mashambulizi, kutwaliwa kwa maeneo mapya na kusogea mbele kwa vikosi. Hii inaibua swali kubwa kuhusu ufanisi wa makubaliano hayo. Ikiwa mapigano yataendelea licha ya makubaliano, ni nani atakayehakikisha utekelezaji wake? Kwa upande wa wananchi, kuendelea kwa mapigano kunaweza kuongeza hofu, kusababisha watu kukimbia makazi yao na kuvuruga shughuli za kawaida kama vile biashara, kilimo na usafirishaji. Kadri mstari wa mapigano unavyosogea karibu na maeneo yenye watu wengi, ndivyo hatari yaongezeka la uhamaji wa raia na changamoto za kibinadamu zinavyoendelea kuongezeka. Kwa ufupi, hali ya Kivu Kusini bado ni mbaya. Taarifa za kutwaliwa kwa Ziralo na Remeka pamoja na kusonga mbele kuelekea Ombo na uwezekano wa kulengwa kwa Bunyakiri zinaonyesha kwamba mzozo wa kijeshi bado haujafikia hatua ya kusimama kabisa. Kinachobaki kusubiriwa sasa ni hatua kutoka kwa waamuzi na wahusika wa michakato ya amani ili kuhakikisha kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano hayabaki kwenye karatasi pekee, bali pia kutekelezwa kikamilifu ardhini. Kwa sababu bila kusitishwa kwa mapigano, bila kuheshimiwa kwa mistari mapigano, bila kulindwa kwa raia, juhudi za mazungumzo ya amani zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa. Hii ni hali ya usalama inayoendelea kubadilika katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku macho yakiwa sasa kwenye maeneo ya Ziralo, Ombo na Bunyakiri ambapo maendeleo ya kijeshi yanaweza kuamua mwelekeo wa mapigano katika siku zijazo. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni ili upate kujua nini kinachoendelea mashariki mwa DRC, vile vile nje ya nchi ya DRC. Karibu tena na tuseme asante kwa kuendelea kuwa nasi mpaka mwisho wa taarifa hii ya habari. Jina langu ni Idi George Idi Elisha. Endelea kuungana kila siku kupitia Congo Post News, channel yako pendwa ya YouTube.